Miongoni mwa mchezo pendwa duniani ni pamoja na mpira wa miguu. Mchezo huu una mashabiki wengi kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo namna mchezo huu unavyofanyika, ubunifu utokanao na vipaji walivyonavyo wachezaji, pamoja na hamasa inayowekwa na wadau mbalimbali. Pamoja na sababu hizo zote, huwezi kusahau swala la miundombinu unakofanyikia mchezo huo. Hapa nazungumzia uwanja. Kutokana na umuhimu na ukubwa wa mchezo huu, karibu ni kufahamishe viwanja 25 bora duniani vya mpira wa miguu. Jina langu ni Arnold Kilembo. Hii ni TNTV, usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment. Uwanja namba 1 ni Santiago Bernabeu, unaomilikiwa na timu ya Real Madrid. Una uwezo wa kuchukua watu 81,044 na umetengenezwa mwaka 1947. Uwanja namba 2 ni Tottenham Hotspur Stadium, ambao unamilikiwa na timu ya Tottenham Hotspur. Una uwezo wa kuchukua watu 62,850 na umejengwa mwaka 2019. Uwanja namba 3 ni Wembley Stadium, unaomilikiwa na England na una uwezo wa kuchukua watu 90,000, umejengwa mwaka 2007. Uwanja namba 4 ni Signal Iduna Park, unaomilikiwa na Borussia Dortmund. Una uwezo wa kuchukua watu 81,365 na umejengwa mwaka 1974. Uwanja namba 5 ni Allianz Arena, unaomilikiwa na Bayern Munich. Una uwezo wa kuchukua watu 75,024 na umejengwa mwaka 2005. Uwanja namba 6 ni Estadio Azteca, unaomilikiwa na Club America Mexico. Una uwezo wa kuchukua watu 105,000 na umejengwa mwaka 1966. Uwanja namba 7 ni Anfield, unaomilikiwa na timu ya Liverpool na una uwezo wa kuchukua watu 61,276 na umejengwa mwaka 1884. Uwanja namba 8 ni Old Trafford wa Manchester United, una uwezo wa kuchukua watu 74,879 na umejengwa mwaka 1910. Uwanja namba 10 ni San Siro, unaomilikiwa na AC Milan na Inter Milan. Una uwezo wa kuchukua watu 75,923 na umejengwa mwaka 1926. Uwanja namba 11 ni La Bombonera, unaomilikiwa na Boca Juniors. Una uwezo wa kuchukua watu 57,200, umejengwa mwaka 1938. Uwanja namba 12 ni Soccer City, unaomilikiwa na Kaizer Chiefs ya South Africa. Unachukua watu 94,700, umejengwa mwaka 1989. Uwanja namba 13 ni Camp Nou, unaomilikiwa na Barcelona. Una uwezo wa kuchukua watu 99,354 na umejengwa mwaka 1957. Uwanja namba 14 ni Celtic Park, unaomilikiwa na Celtic. Una uwezo wa kuchukua watu 60,832 na umejengwa mwaka 1888. Uwanja namba 15 ni El Monumental, unaomilikiwa na River Plate. Una uwezo wa kuchukua watu 84,567 na umejengwa mwaka 1938. Uwanja namba 17 unaitwa Wanda Metropolitano, unaomilikiwa na Atletico Madrid. Una uwezo wa kuchukua watu 70,460, umejengwa mwaka 2017. Uwanja namba 17 unaitwa Stade Velodrome wa Marseille, una uwezo wa kuchukua watu 67,394, umejengwa mwaka 1937. Uwanja namba 18 unaitwa Mestalla Stadium, unaomilikiwa na Valencia, watu 49,430, umejengwa mwaka 1919. Uwanja namba 19 unaitwa Estadio da Luz wa Benfica, una uwezo wa kuchukua watu 64,642, umejengwa mwaka 2003. Uwanja namba 20 Imblox Stadium, unaomilikiwa na Rangers, una uwezo wa kuchukua watu 50,987, umejengwa mwaka 1899. Uwanja namba 21 unaitwa Azadi Stadium, unamilikiwa na Stegla ya nchini Iran. Una uwezo wa kuchukua watu 78,116 na umejengwa mwaka 1971. Uwanja namba 22 ni Johan Cruyff Arena, unaomilikiwa na Ajax. Una uwezo wa kuchukua watu 55,865 na umejengwa mwaka 1996. Uwanja namba 23 unaitwa Parc des Princes, unaomilikiwa na Paris Saint-Germain. Una uwezo wa kuchukua watu 48,229 na ulijengwa mwaka 1897. Uwanja namba 24 unaitwa Stade de France, unamilikiwa na France. Una uwezo wa kuchukua watu 81,000 na umejengwa mwaka 1998. Uwanja wa mwisho wa 25 unaitwa Stadion Radko Mitic wa Red Star Belgrade,
una uwezo wa kuchukua watu 51,755 na umejengwa mwaka 1963. Hiyo ni orodha ya viwanja bora 25 duniani. Mimi ni Arnold Kaidembo na hii ni TNTV.